Bilionea amsaidia mwanamke mjamzito aliyefanya kazi ya mjengo. Jua lilikuwa kali siku hiyo na vumbi lilitanda kila kona ya barabara. Amina alikuwa amechoka, mikono yake imejaa saruji na tumbo lake lilikuwa kubwa kuliko kawaida. Alikaa chini, KWA shida, akijifuta jasho, KWA kitambaa kilichokuwa kimechakaa. Gari kubwa la kifahari lilisimama karibu. Watu wa mjengo waliinua macho yao kwa mshangao. Mwanaume mmoja mrefu mwenye suti nadhifu alishuka polepole. Aliitwa Bwana Mosi Kamau, mfanyabiashara tajiri sana katika masuala ya uwekezaji, mali isiyohamishika na kampuni za bima. "Dada, uko sawa?" aliuliza kwa sauti ya upole. Amina alistuka. "Niko sawa mheshimiwa, ni uchovu tu." Kamau alimwangalia kwa makini. "Kwa nini mjamzito kama wewe ufanye kazi ngumu hivi?" Amina alitabasamu kwa huzuni. "Maisha hayachagui mheshimiwa." Maneno haya yalimuingia Kamau moyoni. Alitoa pochi yake, akampa pesa nyingi kuliko mshahara wa wiki nzima ya mjengo. "Chukua hii, pumzika leo, tafuta kliniki nzuri. Uwekezaji bora zaidi ni afya." Amina alitetemeka. Hakuwahi kuona mtu kama huyu, lakini macho ya Kamau yalionyesha kitu zaidi ya huruma. Ilikuwa kama anajua jambo ambalo hakuna mtu mwingine anajua. Amina alirudi nyumbani jioni akiwa na mawazo mengi. Nyumba yake ilikuwa ndogo, chumba kimoja tu, lakini ilikuwa safi. Jirani zake walimwangalia kwa mshangao, kwani kawaida alikuwa anarudi na mwili uliochoka na uso wa huzuni. "Ulipata kazi nyepesi leo?" jirani yake Mama Halima aliuliza. Amina alitabasamu. "Kuna mtu amenisaidia." Hakutaka kusema zaidi. Usiku huo alikaa kitandani akitazama tumbo lake. "Mtoto wangu," alisema kwa sauti ya upole, "labda maisha yako yatakuwa bora kuliko yangu." Hakuambia mtu kuwa baba wa mtoto huyo alitoweka miezi iliyopita baada ya kusikia habari za mimba. Amina alibaki peke yake, bima ya afya, bila akiba, bila msaada. Lakini pesa aliyopewa Kamau ilimfanya afikirie kitu. Alitaka kuanzisha biashara ndogo ya chakula ili asiendelee mjengo. Wakati huo huo, Kamau alikuwa katika nyumba yake kubwa, akitazama picha ya zamani ya mwanamke aliyemfahamu zamani sana. Mwanamke huyu alikuwa anafanana sana na Amina. "Je, inawezekana?" alijiuliza kimya kimya. Siku iliyofuata, Kamau alimtuma dereva wake kumtafuta Amina. Alitaka kumuona tena. Alikuwa na hisia ambazo hakuwahi kuhisi katika miaka mingi. Amina alipofika katika ofisi yake kubwa, alihisi kama yuko katika ulimwengu mwingine. Kulikuwa na watu wengi waliovalia vizuri, wakizungumza kuhusu uwekezaji, mikopo na mali isiyohamishika. "Karibu, Amina," Kamau alisema kwa tabasamu. "Asante mheshimiwa, sikutarajia kuniona tena. Nilikuita kwa sababu nataka kukusaidia zaidi. Je, una mpango wowote wa maisha?" Amina alisita. "Nataka kuanzisha kibanda cha chakula, lakini sina mtaji." Kamau alitikisa kichwa. "Nitakupa mkopo bila riba. Hii ni kama msaada wa familia." "Kifamilia?" Amina alishangaa. Kamau alitabasamu kwa fumbo. "Ndiyo, wakati mwingine mtu anapaswa kusaidia watu ambao maisha yamewaunganisha kwa njia ya ajabu." Amina hakuelewa maana yake, lakini moyo wake ulianza kumwamini. Habari za msaada wa Kamau zilinea haraka katika mtaa wa Amina. Watu walianza kumtazama tofauti. Baadhi walimuonea wivu, wengine walimshuku. "Lazima kuna kitu kinaendelea," alisema jirani mmoja. "Kwa nini tajiri kama huyo amsaidia mwanamke wa mjengo?" Mama Halima alimwambia Amina, "Kuwa makini binti yangu, watu matajiri wana siri nyingi." Amina alicheka kwa upole. "Mimi ni maskini. Nini anaweza kuchukua kwangu?" Lakini ndani ya moyo wake alianza kujiuliza swali lile lile. Wakati huo huo, Kamau alianza kumpeleleza Amina kisiri. Alitaka kujua historia yake, wazazi wake na maisha yake ya nyuma. Mpelelezi wake alimletea faili nene. Amina Hassan. Mama yake alitoweka miaka mingi iliyopita. Hakuna rekodi ya baba. Kamau alikaza macho. Jina la mama yake? Mariam Kamau. Kamau alitetemeka. Jina hilo lilikuwa la mpenzi wake wa zamani ambaye alidhani alifariki. Usiku huo, Kamau hakulala. Alikaa kwenye balkoni yake akitazama taa za jiji. Kumbukumbu zilimrudia. Mariam alikuwa upendo wa maisha yake, lakini walitengana kwa sababu ya familia na biashara. Siku moja alitoweka na Kamau aliamini amekufa. Sasa jina lake lilirudi kupitia mwanamke mjamzito wa mjengo. Je,
Amina ni binti yangu? Aliuliza kwa sauti ya chini, lakini hakuwa na uhakika. Mariam aliondoka bila kusema chochote. Hakuwahi kumwambia kama alikuwa mjamzito. Kamau alihisi mchanganyiko wa hofu na matumaini. Kama Amina alikuwa binti yake, basi mtoto alikuwa tumboni alikuwa mjukuu wake. Lakini pia kulikuwa na siri nyingine kubwa ambayo Mariam alikuwa ameacha katika barua ya zamani. Siri ambayo inaweza kubadilisha kila kitu. Kamau alifungua sanduku la kumbukumbu zake na kutoa barua iliyochakaa. Alisoma tena, mikono ikitetemeka. Na hapo ndipo akaelewa kwamba Amina alikuwa sehemu ya mpango ambao Mariam aliuficha kwa miaka mingi. Asubuhi iliyofuata, Kamau alimuita msaidizi wake MKU, Bi Wanjiku, mwanamke mwenye uzoefu mkubwa katika masuala ya biashara na familia. Wanjiku, nataka ukweli wote kuhusu Amina, alisema kwa sauti nzito. Wanjiku alishangaa. Kwa nini yeye bosi? Ni muhimu kuliko unavyofikiri. Wanjiku alimwangalia kwa macho ya shaka. Nitachunguza. Lakini kumbuka, baadhi ya ukweli huleta maumivu. Wakati huo huo, Amina alianza kupanga biashara yake ndogo. Alinunua jiko, vyombo, na akapanga kuuza chai na vitafunwa karibu na mjengo. Watu walimpongeza. Sasa umebadilika, alisema fundi mmoja. Ulipata mfadhili mzuri. Amina alitabasamu. Lakini moyoni, alihisi kama maisha yake yanabadilika haraka sana. Alipomwangalia mtoto tumboni, alisema, mambo yatabadilika mwanangu, lakini sijui kwa nini huyu mtu ananisaidia sana. Bi Wanjiku alipompeleleza Amina, aligundua jambo la kushangaza. Amina alizaliwa katika hospitali ya binafsi miaka 25 iliyopita, lakini rekodi nyingi zilifutwa. Kwa nini rekodi zifutwe? Wanjiku alijiuliza. Alizungumza na daktari mzee aliyekuwa akifanya kazi wakati huo. Daktari alimwambia, kulikuwa na familia tajiri iliyohuzika. Kulikuwa na siri ya kibiashara na ya kifamilia. Wanjiku alirudi kwa Kamau na habari hiyo. Bosi, kuna mtu mkubwa alificha taarifa za kuzaliwa kwa Amina. Inawezekana kuna sababu nzito. Kamau alifumba macho. Alijua familia yake ilikuwa na nguvu ya kuficha mambo mengi. Wakati huo huo, ndugu wa Kamau, Bwana Otieno Kamau, alianza kusikia habari za msaada huo. Kamau anasaidia mwanamke maskini? Otieno alisema kwa dharau. Hii inaweza kuwa hatari kwa kampuni na urithi. Alianza kupanga jinsi ya kugundua ukweli. Otieno alimuita mwanasheria wake, Bwana Nyoroge. Nataka ujue kila kitu kuhusu mwanamke huyo, alisema kwa sauti ya siri. Kwa nini? Nyoroge aliuliza. Kama Kamau anampendelea, basi anaweza kuwa sehemu ya familia, na kama hivyo, urithi wangu uko hatarini. Wakati huo huo, Amina alianza kupata wateja wengi. Chai yake ilikuwa tamu, na watu walipenda kusimama pale kusikiliza hadithi zake. Ulikuwa mjengo, sasa mfanya biashara, mmoja alisema kwa kicheko. Amina alicheka. Maisha yanaweza kubadilika. Lakini usiku, alipokea simu kutoka kwa namba isiyojulikana. Unapaswa kuacha kukutana na Kamau, sauti ilisema. Kwa nini? Amina aliuliza kwa hofu. Kwa sababu baadhi ya watu hawataki ukweli ujulikane. Simu ilikatika. Amina alitetemeka. Alijua sasa kuna kitu kikubwa kuliko msaada wa kawaida. Amina alimwambia Mama Halima kuhusu simu hiyo. Hii ni ishara, Mama Halima alisema kwa sauti ya hofu. Usijihusishe sana na watu matajiri. Siri zao ni zito. Lakini Amina alikumbuka maneno ya Kamau. Wakati mwingine maisha yanaunganisha watu kwa njia ya ajabu. Kamau, kwa upande wake, alipata ndoto ya Mariam. Katika ndoto, Mariam alisema, nilifanya nilichofanya kumlinda mtoto wetu. Kamau aliamka kwa hofu. Mtoto wetu? Aliamua kufanya uchunguzi wa DNA kwa siri. Alitaka kujua ukweli kabla mambo hayajaharibika. Lakini Otieno alikuwa tayari amesikia mipango yake. Kama Kamau akigundua ukweli, kila kitu kitabadilika. Otieno alisema, lazima nimzuie. Otieno alimtembelea Amina moja kwa moja. Alifika kwenye kibanda chake, akiwa na gari kubwa na walinzi wawili. Wewe ndiye Amina? Aliuliza kwa sauti ya baridi.
Ndiyo mheshimiwa, jina langu ni Otieno Kamau, ndugu wa Mosi Kamau. Amina alishtuka. Karibu. Otieno alimwangalia kwa dharau. Nataka ujue jambo moja. Usifikirie kwamba msaada wa Kamau unamaanisha wewe ni sehemu ya familia yetu. Amina alihisi machozi yakimjaa. Sijawahi kudai hivyo. Otieno alisogea karibu. Watu wengine wataumia kama ukweli fulani utatoka. Fikiria mtoto wako kabla ya kuendelea kuonana na kaka yangu. Amina alinyamaza. Alitambua kwamba maisha yake yalikuwa yameingia katika mchezo wa watu wakubwa, na bado hakujua kwamba yeye ndiye ufunguo wa siri kubwa ambayo familia ya Kamau imeficha kwa miaka mingi. Amina alikuwa akifanya kazi asubuhi hiyo pale kibanda chake. Shida za maisha zilionekana kwenye kila hatua yake. Mtoto tumboni alikuwa akimwambia hofu na matumaini kwa wakati mmoja. Simu yake iliita tena, namba isiyojulikana. Usifika hapa leo, sauti ya baridi ilisema. Usiwe karibu na Kamau. Amina alikaza moyo. Nani unaongelea? Kwa nini? Aliuliza. Simu ilikatika bila majibu. Alipiga simu kwa Kamau, lakini hakuwa akipokea. Katika ofisi kubwa ya Kamau, Otieno alikuwa ameketi na Njoroge, akipanga kila hatua ili kuhakikisha ukweli wa Amina haujulikani. Kamau hafahamu, lakini hakika Amina ni sehemu ya historia yetu, Otieno alisema kwa hofu ya siri. Wakati huo, Amina alihisi hisia za hofu na hatari, lakini pia moyo wake ulipata nguvu. Aliamua kuendelea na maisha yake, bila kujua kwamba kila hatua yake ilikuwa ikifuatiliwa. Wakati wa mchana, Kamau alimuita Amina tena. Alimweleza kuhusu mpango wa biashara na msaada aliotaka kumsaidia. Hii ni nafasi yako ya kubadilisha maisha yako, alisema. Amina alishangaa na kushukuru, lakini alihisi mtazamo wake umejazwa na siri. Mheshimiwa, ninahofia. Kuna watu wananitia hofu, alisema kwa upole. Kama walimkumbatia, usiogope. Nitaangalia kila kitu. Nimekuwa na hofu kama hiyo pia, kutoka kwa familia yangu. Macho yake yalichukua huzuni na faraja. Siku zote tuwezi kubadili historia, lakini tunaweza kuchagua maisha yetu ya sasa. Amina alifurahi. Alijua maisha yake yalianza kubadilika, lakini bado hakuwa na uhakika wa siri kubwa ambayo familia ya Kamau imeficha. Jioni ilifika. Amina alikuwa akipanga chakula chake cha mchana. Watu waliendelea kuzunguka kibanda chake wakimshangaa kwa nguvu na bidii yake. Hata hivyo, dereva wa Kamau alimpelekea barua. Alishtuka aliposoma. Ilikuwa barua kutoka kwa Mariam, mama wa kweli wa Kamau, iliyokuwa imehifadhiwa kwa miaka mingi. Kuna siri ambayo lazima ujue, ilisomeka. Amina alitetemeka. Hakujua nini cha kufanya. Alijua hii ni hatua kubwa katika maisha yake. Kamau alipofika nyumbani, alikuta barua hiyo. Alisoma mara mbili, macho yake yakijaa hofu na shaka. Hii ni barua ya mama yangu. Ni kweli? Alisema kimya. Alijua mambo ya kale yalikuwa yakirudi. Hii ilikuwa mwanzo wa kugundua ukweli wote. Wakati huo, Otieno alianza kuchukua hatua kali. Alipanga watu wake kufuatilia kila hatua ya Amina na Kamau. Hii lazima itokomewe. Ikienda mbali, familia yetu inaweza kuharibika, alisema. Lakini Kamau hakupuuza hofu yake. Alikuwa tayari kujua ukweli bila kujali hatari. Amina, kwa upande wake, alihisi mchanganyiko wa hisia, upendo kwa Kamau, hofu ya Otieno na hisia za mtoto tumboni. Alijua kila hatua iliyochukuliwa ilikuwa na maana kubwa. Hii ilikuwa mwanzo wa mzunguko wa siri, upendo na ujasiri. Kila wahusika walijua maisha yao yangeweza kubadilika bila kurudi nyuma. Usiku huo, Kamau na Amina walikutana katika sehemu tulivu. Aliweka mkono wake kwenye tumbo la Amina. Mtoto wako labda ni sehemu ya familia yetu, alisema kwa upole. Amina alitetemeka. Lakini hatujui ukweli wote. Tutagundua, Kamau alijibu. Lakini hatuwezi kurudi nyuma. Hatima yetu iko pamoja. Hii ilikuwa hatua ya kwanza ya kuungana kwa familia bila kujua hatima ya siri kubwa iliyohifadhiwa kwa miaka mingi. Wakati huo, Otieno alianza kuchukua hatua kali. Alipanga watu wake kufuatilia kila hatua ya Amina na Kamau. Hii lazima itokomewe. Ikienda mbali, familia yetu inaweza kuharibika, alisema. Lakini Kamau hakupuuza hofu yake. Alikuwa tayari kujua ukweli bila kujali hatari. Amina, kwa upande wake, alihisi mchanganyiko wa hisia, upendo kwa Kamau, hofu ya Otieno na hisia za mtoto tumboni. Alijua kila hatua iliyochukuliwa ilikuwa na maana kubwa. Hii ilikuwa mwanzo wa mzunguko wa siri, upendo na ujasiri. Asubuhi iliyofuata, Amina aliendelea na biashara yake ndogo ya chakula. Wateja walikuwa wengi, wakipenda bidii yake na nguvu ya moyo wake. Lakini hofu ya simu zisizoonekana bado ilimfuata kila wakati. Kamau alimtembelea, akileta misaada ya vifaa vipya vya biashara.
Hii ni kiwawa ajili ya mtoto wako na familia yako, alisema, macho yake yakimwangalia kwa upendo. Amina alihisi mchanganyiko wa shukurani na hofu. Mheshimiwa, lakini hatuwezi kujua siku zote ni salama, alisema. Kamau alimkumbatia. Tutaweka kila kitu sawa, lakini usiogope kuishi. Hii ilikuwa hatua ya kuanza kuondoa hofu kidogo na kuanza kujiamini zaidi, lakini hatari bado ilikuwa ikitizama kutoka mbali. Otieno hakukaa kimya. Alikusanya wasaidizi wake waliokuwa makini, akipanga kila hatua ya Amina na Kamau. Tunahitaji uhakika, alisema. Kwa muda mrefu, Amina na Kamau walikuwa wakifuatiliwa, lakini hawakujua. Wakati wa usiku, Amina aliona mtu kando ya kibanda chake, lakini alikimbia kabla ya kuona sura. Kamau aliona alama za vumbi. Hakika kuna mtu anatufuata, alisema kwa sauti ya chini. Amina alijibu kwa hofu, lakini tunapaswa kuendelea. Hii ni maisha yetu. Migongano ilikuwa ikijitokeza hatua kwa hatua, huku hatari ikikaribia kuingiliana na upendo wao. Wiki moja baadaye, Kamau alimletea Amina barua ingine kutoka Mariam, mama yake. Ilikuwa barua nene iliyojaa maneno ya siri ya kifamilia, historia ya mali na mambo aliyoyaficha kwa miaka mingi. Amina alitetemeka aliposoma. Hii ni kubwa kuliko maisha yangu yote, alisema kwa upole. Kamau alimtazama, macho yake yakijaa huzuni. Sasa tunajua kwamba ukweli wote unapaswa kuonekana, lakini hatuwezi kurudi nyuma. Hii ilikuwa mwanzo wa mchakato wa kugundua historia ya familia ya Kamau na nafasi ya Amina ndani yake. Otieno alisikiliza kila hatua ya Amina na Kamau kwa siri. Hii haiwezi kuendelea. Nitamzuia Amina, na kwa namna yoyote hakutapata urithi wa familia, alisema kwa dharau. Lakini Kamau alikuwa tayari. Alijua kuwa familia yake ilikuwa na siri nyingi, lakini hakuwa tayari kuacha Amina na mtoto wake. Amina, kwa upande wake, alihisi nguvu ya upendo na hofu kwa wakati mmoja. Mtoto wangu, tutakabiliana na kila kitu pamoja, alisema kimya. Hii ilikuwa hatua ya kuunganisha moyo wa Amina na Kamau, huku hatari ikikaribia. Siku hiyo, Kamau alimchukua Amina kwenda kwenye eneo tulivu mbali na jiji. Nataka tuzungumze kuhusu hatima yetu na siri ambayo familia yangu imeficha, alisema. Amina alitetemeka, lakini alikubali. Nataka kujua, lakini hofu yangu iko kubwa, alisema. Kamau alimtazama, macho yake yakijaa uangalifu na upendo. Hata ikiwa hatuwezi kubadilisha historia, tunaweza kuunda maisha yetu. Lakini kwanza, lazima ujue ukweli kwa hatua. Amina alijua maisha yake yangeanza kubadilika. Hii ilikuwa mwanzo wa safari ya kugundua historia ya familia na safari ya upendo na ujasiri wa kweli. Kamau aliamua kuchukua hatua za kisheria KWA siri. Aliwasiliana na daktari wa zamani wa hospitali aliyetajwa kwenye rekodi na kumpa nyaraka zote alizohifadhi. Walikaa chini, walipitia kila chekechea, vipande vya maandishi, majina, tarehe za kuzaliwa. Amina alihisi mchanganyiko wa matumaini na wasiwasi. Tutafanya vipimo vya DNA, lakini si sasa, mbele ya watu wengi, kama walisema. KWA upole. Nataka ukweli uwe wa haki na tukutane na msimamo wenye heshima. Amina alimwangalia, macho yake yalikuwa na unyenyekevu. Nimechoka kuishi KWA siri na hofu. Hata hivyo, najua ukweli una thamani zaidi kuliko pesa. Katika kona ya jiji, Otieno alikuwa akikusanya ushahidi wake. Alikuwa na picha za zamani za Mariam akiwa eneo fulani la Mombasa na barua zilizoandikwa KWA lugha iliyochanganya. Kamau atajua ukweli, lakini ukweli huo utasababisha uharibifu, Otieno alifikiria. Usiku huo, Amina alimwangalia mtoto tumboni kwa mara nyingine. Tutanyenyekeza mbele ya ukweli, alisema kwa upole, lakini hata ukweli unaweza kuwa gumu. Wakati matokeo ya DNA yalipokuwa yakijiandaliwa KWA siri, Otieno alianza kuzungumza na rafiki zake wa zamani waliokuwa katika biashara za mali isiyohamishika. Alitaka kujua njia za kumnyamazisha Kamau kwa adhabu ya kisheria na kifedha. Ikiwa tutafunga ndoa ya biashara kwa ofisi, hakuna atakayethubutu kuingilia, alisema kwa kicheko cheupe. Amina alipitia mawazo ya kuchelewa. Alikuwa na wasiwasi kuhusu vyombo vya dola. Lakini Kamau alimpa ahadi thabiti. Nitakulinda
hata kama dunia inataka kutuziba. Wakati huo, jirani mmoja alipata hati za zamani za familia ya Mariam. Alileta habari hiyo KW Wanjiku, ambaye kwa busara aliamua kuishusha chini kabla haijafika mdomo wa Otieno. Hii inaweza kutumika vibaya, Wanjiku alisema. Tunahitaji uangalifu. Amina alihisi uzito mkubwa. Nataka mtoto wangu awe huru, alieleza kwa machozi. Sikubaliani maisha ya siri. Kamau alimshikilia mkono wake kwa nguvu. Tutayafungua maficho polepole, kwa heshima na kwa ajili ya mtoto. Majaribio ya uchunguzi yalifanikiwa. Matokeo yaliletwa KWA Kamau kwa siri. Alisoma kwa Molly, aliweka mkono chini, akatulia. Amina, alisema kwa sauti ya chini iliyojaa msimamo, matokeo yanaonyesha uwepo wa uhusiano wa damu. Amina alitetemeka kwa furaha na hofu, moyo wake ulipiga kwa nguvu. Je, hiyo inamaanisha kwa? Kamau alimwambia kimya, inaonyesha kwamba kuna uhusiano na Mariam, lakini kuna nyaraka zaidi tunazohitaji. Kuna sehemu za historia ambazo bado hazijaeleweka. Otieno alipokea ishara kwamba matokeo yalikuwa karibu kumsaidia Kamau. Alipanga mkakati mpya, kutaka kuficha barua za Mariam, kupeleka uchunguzi wa upendeleo kwa vyombo na kumdhalilisha Amina hadharani ili kuwapotosha watu. Amina kwa upande wake alihisi uvivu wake wa kujua. Hii ni mwanzo tu, alikumbuka, lakini na hamu ya kujua yote. Kamau alimwambia, tutafanya kila kitu kwa njia ya heshima, si nguvu wala hofu. Otieno alichukua hatua kali. Alimwaga habari kwamba Amina alikuwa na rekodi ficha ya kuzaliwa, akidai kwamba hiyo inaweza kuhatarisha imani ya kampuni katika soko la Nairobi. Habari ilienea kama moto. Wafanyikazi wa Kamau walitazama kwa mshangao. Baadhi yao walianza kuhoji maamuzi ya bosi wao. Mji ulijaa mjadala. Watu walikuwa na mawazo mchanganyiko. Walimpongeza Kamau kwa moyo wa kujitolea, lakini pia walitegemea uadilifu wa familia yake. Amina aliona jinsi ulimwengu ulivyobadilika ghafla. Hii ni hatari, Mama Halima alisema. Lakini usikate tamaa. Ukweli ni mlinzi wako. Kamau alimkumbatia Amina hadharani, mbele ya majirani. Hatuwezi kurudi nyuma. Tutasimama KWA ukweli. Ikiwa ni lazima, nitaanzisha kikao cha hadharani, kuonyesha nyaraka zote. Otieno aliona mpango wake ukipanuka. Alijua kwamba hatua aliyochukua ilizua shaka badala ya kuamua. Msimamo wa Kamau ulikuwa mgumu kuliko alivyotarajia. Kumekuwa na mialiko ya mkutano mdogo wa familia na mashirika. Kamau aliamua kufungua baadhi ya kumbukumbu za Mariam mbele ya MTU wa kuaminika, Mwalimu Karanja, ambaye alikuwa mshuhuda wa zamani wa jamii ya Mombasa. Mwalimu aliketi akisoma barua, na kila neno lilijaa uzito. Barua hizi zinaonyesha mapenzi yaliyojaa hatima, lakini pia hofu iliyoficha. Mwalimu Karanja alisema KWA sauti tulivu. Mariam aliandika ILI kumlinda mtoto na kuamua kuondoka KWA njia isiyoeleweka. Amina alisikia nafsi yake ikitetemeka. Kwa nini alifanya hivyo, aliuliza. Mwalimu Karanja akacheka KWA huzuni. Kwa sababu wakati mmoja maisha yalikuwa magumu. Kulikuwa na mashinikizo ya kifedha na hofu ya uharibifu wa familia. Mariam aliamua kumlinda mtoto, KWA njia yake. Otieno alikuwa akitazama, macho yake yakiwa na kuchanganyikiwa. Alijua sasa kwamba jina la Mariam halikuwa tu dawa ya udhalimu. Kulikuwa na maamuzi yaliyotolewa kwa upendo na ugumu. Amina alihisi ugumu na faraja kwa pamoja. Moyo wake ulikuwa na matumaini mapya, lakini pia mbegu ya hofu bado ilikaa. Kamau alishikilia mikono ya Amina, macho yake yakijaa shukrani na huzuni. Sasa najua Amina, wewe ni sehemu ya familia yangu. Mtoto wako labda ni urithi wetu wa kweli, alisema kwa upole. Amina alitetemeka, macho yake yakijaa machozi. Sasa ninaelewa, maisha yangu hayakuwa rahisi, lakini labda haya ni mwanzo mpya, alisema. Otieno aliketi pembeni, macho yake yakiwa na mchanganyiko wa hasira na kutokuwa na imani. Alijua kuwa hata alijaribu vikwazo vyote, Kamau na Amina walikuwa wameungana kwa nguvu zaidi kuliko hofu na njama za kifamilia. Mwalimu Karanja alisoma barua nyingine ya Mariam ikieleza kila uamuzi na sababu yake. Mariam alitaka kuhakikisha familia yake inakuwa na furaha hata kama hakuwa karibu, alisema. Hii ilikuwa hatua ya kwanza ya kweli ya mshikamano wa Amina na Kamau, na hatimaye
mwanzo wa umoja wa familia. Amina alianza kupanga maisha mapya. Alijua kuwa kutegemea Kamau si udhaifu, bali ni sehemu ya kuunda familia iliyothabiti. Tutakuwa pamoja, hatutoki nyuma, Kamau alisema, na mtoto wako atajua upendo na thamani ya kweli ya familia. Otieno kwa mara ya kwanza alishuhudia upendo na mshikamano wa kweli. Alijua kuwa nguvu na fedha haziwezi kununua moyo wa mtu. Hii ilimfanya kufikiri juu ya uamuzi wake wa zamani na hatima ya familia yake. Amina alicheka kwa upole, akisikia faraja isiyoelezeka. Hata machozi yangu yanafanya hisia zangu kwa thabiti zaidi. Sasa naona maisha kama mwanga wa kweli. Wote walijua kwamba safari ilikuwa na changamoto, lakini sasa walikuwa na ujasiri wa pamoja. Otieno alianza kubadilika. Aliweka mikakati ya udhalimu upande, akianza kuelewa thamani ya familia na upendo. Labda nilikuwa nimepotea, alisema kwa sauti ya chini, lakini sasa najua kuwa furaha haiwezi kununuliwa na nguvu tu. Amina na Kamau waliketi pamoja, wakizungumza juu ya ndoto za biashara, elimu ya mtoto na amani ya familia. Kila jambo lilikuwa na msingi wa heshima na mshikamano. Mara ya kwanza, Amina alihisi furaha ya kweli. Sasa nataka mtoto wangu ajue kwamba hata katika maisha magumu, upendo na ujasiri unaweza kushinda, alisema. Jiji lilikuwa nyuma yao, lakini moyo wao ulikuwa umelala kwa amani. Hakuna hofu, hakuna siri za kuumiza, tu ujasiri na matumaini ya kweli. Mara ya mwisho Kamau walifanya hafla ndogo ya familia. Wote walikusanyika, jirani, marafiki na wale waliokuwa sehemu ya historia ya Mariam. Amina alipokea heshima ya kweli, sio kama maskini anayehitaji msaada, bali kama mwanamke aliyeweza kubadilisha maisha yake na familia. Otieno aliketi pembeni, akisoma barua za Mariam tena, akielewa upendo wa kweli ulioficha nyuma ya kila uamuzi. Sasa ninaelewa, alisema kwa kimya. Familia ni zaidi ya mali na nguvu, ni upendo na mshikamano. Mtoto tumboni mwa Amina alikuwa kama alama ya mwendelezo wa maisha, urithi wa kweli wa familia na changamoto iliyoshinda. Siku ya mwisho ya hadithi, Amina alishikilia tumbo lake, macho yake yakijaa matumaini. Kamau alimkumbatia, macho yake yakijaa furaha. Mtoto wetu atajua kila kitu, alisema Kamau. Atajua upendo, mshikamano na ujasiri. Hii ni hadithi ya kweli ya familia yetu. Jirani waliketi karibu, wakicheka, kuimba na kushiriki furaha. Hata Otieno alitabasamu, moyo wake ukijaa heshima. Amina alijua kuwa kila jasho, kila hatari na kila hofu ilikuwa thamani. Mvutano, siri na hatari ziliishia hapa. Mwisho wa hadithi ulikuwa na mshikamano, upendo wa kweli na ujasiri wa familia. Na hivyo, safari ya mwanamke maskini, mjamzito aliyefanya kazi ngumu, ilibadilika kuwa maisha ya heshima, upendo na mshikamano wa kweli.